na enjoy yani, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati sahihi, na Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Nimeachiwa free na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Samia Cup imenisababisha kutoka Morogoro mpaka leo saa 7 unaniona niko hapa Mikocheni. Ni safari moja kwa moja kutoka Morogoro moja kwa moja mpaka hapa. Kitu gani ambacho kimekuvutia uje muda huu? Hapa kilichonivutia kikubwa mno zaidi ni michezo. Sababu unapojua ni michezo kama wanavyosema michezo ni ajira, michezo na fresh mind ya akili za vijana. Vijana wengi wanaachana na maovu ya kishenzi kwa kufuata maadili ya michezo. Na kila mwana michezo naamini kabisa yuko pamoja na Mwenyezi Mungu, kwa sababu michezo inasababisha kwanza nidhamu. Kumjua huyu baba, huyu mama, huyu dada, huyu kaka, huyu mdogo wangu, yani hivyo. Kwa hiyo ukishakuwa na nidhamu, mimi naamini unakuwa ni mtu wa busara zako. Karim Mandonga asingekuwa mpiganaji, nahisi angekuwa anafanya kazi gani muda huu? Mimi kazi yangu nilikuwa mpiga debe, msafirishaji wa mabasi, stendi ya mabasi mkoani Morogoro. Sawa. Kwa hiyo labda nisingekuwa bondia nikizani kazi gani unakuwa umenionea. Sema nilikuwa kabla ya kuwa bondia nilikuwa nafanya kazi gani? Kwa sababu nilikuwa nimpiga debe, ni msafirishaji wa abiria. Ni mtu mwenye ndugu wengi sana, mdogo, mjomba, shangazi, baba mkubwa, babu, kaka, oya msela, oya mwana, dada. Yaani nina ndugu wengi kuliko mtu mwingine. Ni mpiga debe. Mandonga wewe umekuwa bondia wa kwanza tuseme kuja kushiriki katika hii michezo. Kwa hapo unaonesha mabondia kuwa pamoja na wanamichezo wa mpira wa miguu. Labda tutegemee Karim Mandonga na yeye Samia Cup ijayo ataleta timu yake ya mabondia. Mimi katika timu ya mabondia sina hatujiandaa, lakini katika Samia Cup ikawa Mwenyezi Mungu akipenda nitatafuta timu hapa Samia Cup, kwa sababu moyo wangu umevutiwa na timu za hapa na moyo wangu umependa watu vijana wanaofanya. Kwa hiyo hata mimi Mandonga mtu kazi, huenda ikawa wakati wa Mungu ni wakati sahihi, muda wote na wakati wote nitakuwa na timu yangu hapa. Na mimi nikiwa na timu yangu sitaki mashauzi. Yaani nitakuwa semaji mkuu la timu na fullback wa timu. Yaani hivyo. Utakuwa unaisemea na unacheza. Yaani naisemea timu yangu, alafu fullback wa timu nalinda goli pale. Golikipa asipate tabu. Yaani mtu akipita kwangu uje kafunga. Hivi Karim Mandonga, ikitokea leo hii unaambiwa unatakiwa ucheze pambano moja la mwisho. Ukilicheza hilo unastaafu kabisa ngumi. Kwa bondia Tanzania unatamani kupigana na nani? Mimi kwanza kusema kustaafu ngumi hilo swala tulifute kwanza, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ninapopumua pumzi bure na hema na cheka kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi napigana mpaka nifike miaka 70 ndio naacha ngumi. Kwa sababu bondia mzee niko peke yangu. Mabondia wote hao watoto hawanifikii umri wangu mimi. Na umri miaka gani? Yaani mabondia wote ni watoto hawanifikii umri wangu mimi. Lakini na bado mimi nitaendelea kupigana, na mimi ndo nazidi kupungua umri kila siku. Yaani kila siku nazidi kupungua umri. Sasa hivi na mingapi? Kaka na 46. Kwa muda bado sana. Yaani na 46. Alafu kiuliza sasa hivi Mandonga umri wake umefikia wapi? Serengeti Boys ni kijana wa miaka 18. Pambano ambalo linakuja, ambalo litakuja kama Mungu akikujalia akaugea hilo pambano. Utakuja na msemo gani ambao utakuja kushtua kama kina Ndoige, kama kuna Peruspelesu? Namshukuru Mungu, huwa kila mchezo wa ngumi ananipaga majina mengi, ananipaga maneno mengi. Na huwa siwezi kusema maneno kabla tukio halijafikia. Kwa hiyo hapo suni tu nitawatangazia ngumi kama Mandonga anakuja na ngumi gani na Mandonga anakuja na slogan gani. Kwa sababu kila pambano langu mimi huwa natangazaga slogan. Kwa sababu kama nimepigana nilikuwa na ngumi ya Ndukube, nikatoka nikawa na ngumi ya Sugunyo, nikatoka nikawa na ngumi ya Kirumbi, nikatoka nikawa na ngumi ya Ndoige, nikatoka nikawa na ngumi mchomoko kama umenibia mke wangu. Kwa hiyo ni majina ya ngumi ninayo mengi mpaka mpitiliza. Lakini na sasa hivi nikipata fight yangu muda wote wakati wote, nadhani hapo soon utasikia tu kwa Mandonga anatangaza slogan gani sasa. Karim Mandonga anatazamwa na watu mpaka nje ya nchi. Hapa nazungumzia hadi wazungu. Je, ushawahi kuwaza labda uandae slogan ya kizungu? Yaani unajua haya mambo yanakwenda kulingana na fursa na kulingana na mipaka tuliyokuwa nayo. Mimi niko Tanzania, nitakuwekea jina la kizungu. Uone kama nitakuletea blockeni hapo. Mwisho wa siku utasema Mandonga mbona vipi atuletea ugegai? Ni kwa ajili ya mashabiki zako walioko nje. Shabiki kuna kitu cha kumfurahisha shabiki na kuna kitu unaweza ukamuongopea shabiki. Ukaanza kuongea lugha ambazo hazina sababu ni kosa. Kwa nini uongee lugha ambazo hazina sababu? Wewe hujapata mzungu. Nikipata mzungu ndo atajua Mandonga kumbe ungeni umepanda hapa mzee. Anaongea slogan za kizungu. Leo hii Mandonga ukiambiwa utaje faida 3 ambazo umezipata baada ya kuingia kwenye mapambano ya kupigana ulingoni, utataja faida gani? Sio faida gani kaka, maisha yanibadilisha kiasi kikubwa kaka. Kwanza kuingia Ikulu tuko naona kuongea na rais bonge la faida hilo. Nani alishawahi kuingia? Kuna watu na manyota yao begani hawajawahi kuingia Ikulu kaka. Lakini nimefika.
Kulala kwa waziri mkuu tu mimi nimefika. Kuingia bungeni nimefika. Sasa fursa 3 zitatosha hizo. Kulingana na muda, chochote cha kumalizia kwa mashabiki zako ambao wamekumisi muda mrefu sana hawajakuona Mandonga kwenye TV au kwenye ulingo? Mashabiki wangu hapo Suni, tumuombe Mwenyezi Mungu atugie baraka wakati wote, muda wote. Hapo Suni kuna jambo linakuja, washabiki wangu wasichoke, wasinyongonyee. Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi, hatujawahi kupoa, tunakuja kikazi zaidi. Kwa hiyo vuteni subira. Nasikia kuna mtu yuko hapa. Imetosha. Nasikia kuna mtu yuko hapa. Atakupima? Mtu wewe mnyama? Basi sasa msalimie tu Kiduku lolote. Nimeuliza yeye ni mnyama. Msalimie tu Kiduku lolote. Oya, toa Kiduku mdogo wangu. Chumdaga, show bendera chuma, mlingoti chuma. Bwana, kokote uliko Mwenyezi Mungu akubariki. Kakako Mandonga mtukazi. Niko hapa nafanya interview na media za aina nyingi. Kwa hiyo wakati wote ukisikia ripoti, jua kabisa kaka yuko pamoja na mimi. Na ndio maana nimemwambia Tanzania, bondia wawili tu ndio sitaweza kupigana nao. Toa Kiduku, Chumdaga na bondia mwingine Selemani Kidunda. Sasa hivi yule alikuwa anaitwa show. Selemani Kidunda alikuwa anaitwa Jini Makata. Kwa hiyo Jini Makata sitaweza kupigana, ila yoyote akitokea, bondia yoyote napita naye kama kipanga. Lazima apigwe knockout Mapema bila shida yoyote. Asante sana. Asante kwa hilo.